ni mjane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inamaanisha ya kwamba kama mama alikuwa mjane, mzee wake alikuwa ameaga dunia. Sasa hapa ni kijana wake wa pekee, anaendelea na kubebwa na wazee wa mji, wanamtoa kwenye mji, wanamwelekeza tu kule mashambani ili waende wakamzike. Wakati nilipoingia katika mji huu wa Mbilini, nikatazama mijengo ya Mbilini, nikaona mauti, na Bwana akanipatia neno nije niwaambie watu wa Mbilini ya kwamba roho ya mauti iliyo katika mji huu ni lazima ikaachilie watu. Nikatazama mijengo, nikaona mijengo ingine ilijengwa wakati wa ukoloni na hakuna maendeleo inaendelea, hakuna ghorofa imejengwa. Hivyo basi nimekuja hapa na neema ya kitume ili nikapate kutangaza uhai katika mji wa Mbilini. Jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba hawa wanaendelea na kubeba jeneza. Kumbe Yesu aliingia katika mji. Kama vile Yesu ameingia kwenye mji huu, inakutangazia ya kwamba wanayeweza kusaidia watu wa mji huu. MCA wa mji huu hawezi akakusaidia. MC wa maeneo haya hawezi akakusaidia. Mwenye atakaye kusaidia ni Yesu. Haleluya. Hata rais wa Kenya hawezi akakusaidia. Mwenye atakaye kusaidia ni Yesu. Wakati Yesu alipoingia katika mji, akatazama jeneza imebebwa, wazee wanaenda pole pole ili waende wakasike maiti. Iwa pale wanatembea, kumbe mfalme wa wafalme ingia kwenye mji. Yesu Kristo aliyekufa na akafufuka katika mji, tembea pole pole. Wengine wanahuzunika, mama wa kijana anaendelea na kulia sababu kijana wa pekee amekufa. Amemfuata mzee wa kwake. Ninatazama, ninaona wakienda pole pole, wakiomboleza, wa mchi wakiomboleza, wazee wa mchi wakiomboleza, sana wa mchi wakiomboleza. Angalia, wanabeba jeneza, wanataka kwenda kumsindikiza, lakini Biblia inasema akawaangalia, akaguza ile jeneza, kisha baadaye akamwangalia mama. Kupenda kwako ni kwa sababu pesa zako zimechukuliwa.